Mtoto mchanga ni zawadi ya thamani isiyo na kifani. Mara anapozaliwa, dunia hubadilika kwa mzazi. Sauti yake ya kwanza, pumzi yake ya kwanza, hata tabasamu lake la kwanza. Hubeba maana kubwa sana. Lakini nyuma ya furaha hii, kuna jukumu zito kulea maisha mapya kwa upendo, uangalizi na maarifa. Katika video hii, tutazungumzia kwa kina namna bora ya kumtunza mtoto mchanga mara tu anapozaliwa ili aweze kukua salama kwa afya njema na upendo wa kweli. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya familia nzima na hata jamii nzima pia inafaidika na hiki ambacho tunawaletea. Usisite kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza. Karibu sana tuweze kuanza kwa kuangalia hoja moja baada ya nyingine. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni huduma ya afya ya awali ambayo hii tunasema postnatal care. Mara baada ya kuzaliwa, ni muhimu sana kuhakikisha mtoto anapata huduma ya afya ndani ya saa 24 za kwanza. Hii ni pamoja na kumpima uzito, joto la mwili, mapigo ya moyo na kuhakikisha hapati maambukizi. Hapa sasa tunaangalia ushauri wa kitaalamu. Hakikisha mtoto anapewa chanjo za awali kama BCG na polio ya mdomoni. Kwa nini mtoto apewe hivi vitu? Kwa sababu huduma hii ya awali husaidia kugundua matatizo yoyote ya kiafya mapema na kuokoa maisha ya mtoto. Hoja ya pili ni kumnyonyesha muda mfupi baada ya kuzaliwa. Inashauriwa mama aanze kunyonyesha ndani ya saa 1 baada ya kujifungua. Maziwa ya mwanzo yana kinga muhimu sana kwa mtoto. Faida gani inapatikana hapa kwenye haya maziwa ya kwanza kabisa? Faida ni kwamba husaidia mfumo wa kinga ya mtoto na pia humjengea afya na hufanya bonding kati ya mama na mtoto. Hapa sasa kidokezo, mama anapaswa kunywa maji ya kutosha na kula lishe bora ili kumudu kutoa maziwa ya kutosha. Hoja namba 3 ni usafi na mazingira ya mtoto. Ngozi ya mtoto mchanga ni nyeti sana. Ni muhimu kumuogesha kwa maji ya uvuguvugu na sabuni laini isiyo na kemikali. Chumba anacholala mtoto kiwe safi, kisicho na moshi, harufu kali au vumbi. Epuka kutumia mafuta yenye harufu kali au dawa za ngozi bila ushauri wa daktari. Ninarudia kusema kwamba ngozi ya mtoto ni nyeti sana na ni laini mno. Usimpake tu vitu ambavyo haujashauriwa. Mafuta ya asili ni mazuri pia sana, kama mafuta ya nazi ni mazuri sana, na mafuta mengine ambayo ni ya asili kama ya karanga ni mafuta mazuri sana kwa kuanza kumpaka mtoto kuliko kutumia vitu ambavyo vina kemikali kwa ngozi ya mtoto mchanga. Hoja namba 4 ni kumwekea mtoto utaratibu wa kulala. Watoto wachanga hulala masaa 16 hadi 18 kwa siku. Ni muhimu kuhakikisha analala kwa usalama, mgongoni na si tumboni. Epuka kuweka mito, matoi, yani zile toi nyingi au blanketi nzito kwenye kitanda cha mtoto. Vinaweza kusababisha hatari ya kushindwa kupumua. Mtoto anaweza akajigeuza, akajikuta anajifunika na hana uwezo wa kujifunua. Kwa hiyo kwa umesababisha kifo cha mtoto. Usingizi mzuri hujenga ubongo wa mtoto na kusaidia kukua vizuri. Hoja namba 5 ni upendo, ukaribu na maongezi ya mapema. Ingawa mtoto hawezi kujibu, anaelewa hisia. Kulala karibu na mtoto wako, kumkumbatia na kumsemesha kwa upole, humfanya ajisikie salama na mpendwa. Hii husaidia katika ukuaji wake wa kihisia na kiakili. Huo ni mchango wa kisaikolojia. Baba pia ashiriki katika kumtunza mtoto, kuoga naye, yani kumuogesha, kumbeba, kumchangamsha, kunaleta ukaribu wa kifamilia. Mtoto asilelewe na mama tu, kwa sababu baba pia ana mchango mkubwa sana, ambapo mtoto anayelelewa na wazazi wote wakiwa wanashirikiana inaleta ukaribu wa kifamilia. Mtoto mchanga ni kama ua lililochanua, laini, dhaifu, lakini lenye uzuri wa kipekee.
Tunapochukua jukumu la kumtunza, tunakuwa si tu walezi, bali wasanii wa maisha yake ya baadaye. Huduma bora, upendo wa dhati na maarifa ya msingi ndio nguzo kuu za kumlea mtoto mwenye furaha na afya. Tumpende mtoto tangu mwanzo kwa sababu hapo ndipo maisha huanza kupokea sura yake ya kweli. Kumbuka, kila tabasamu la mtoto ni ushuhuda wa kulelewa kwa upendo. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kulike video hii, kusubscribe kwenye chaneli yetu na kushare na wazazi wengine wapya. Tuendelee kulea kizazi kipya pamoja. Kwa ushauri zaidi, unaweza ukatuma ujumbe au ukatupigia kwa namba 0754579224. Karibu sana. Komenti yako ni ya muhimu sana. Tuambie wewe unafanya nini na unamlea vipi mtoto wako mchanga kabisa ambaye ndiye anakuwa amezaliwa. Kama ulishawahi kupata watoto unao 2 au 3, basi tupe uzoefu ili pia tuweze kujifunza kutoka kwako. Mungu akubariki, ninakutakia malezi mema. Asante.